Kama mnavyofahamu nyote kuwa nchi yetu kwa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa upande wa Tanzania bara na Zanzibar, ikifika Oktoba 2025 tunatarajia kuwa na uchaguzi mkuu. Uchaguzi ni mchakato wa muda mrefu. Uchaguzi sio tukio la siku moja litakalotokea Oktoba 2025. Una maandalizi yake kabla ya kufika hiyo Oktoba 2025, ambapo kunakuwa na siku ya kupiga kura, lakini kabla ya hapo kunakuwa na mazoezi na michakato na matukio mengi ya kiuchaguzi. Na kama mnavyojua tayari yameanza kufanyika na yanaendelea na kusimamiwa na tume mbili zetu za uchaguzi, yani ZECI na INEC upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa upande wa Zanzibar, hivi sasa tuko katika awamu ya pili ya uandikishaji wa wapiga kura wapya. Na upande wa uchaguzi unaosimamiwa na INEC kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibuni tumesikia kuwa wameanza au wataanza mchakato wa kupitia majimbo ya uchaguzi, lakini na zoezi la uandikishaji nalo pia linatarajiwa kuanza. Sote hizi ni hatua muhimu sana kuelekea katika uchaguzi mkuu. Kama ambavyo ilivyo kawaida kwa nchi ambazo kiwango chake cha kuheshimu michakato ya kidemokrasia ni kidogo, ikiwemo hapa kwetu, michakato kama hii hukumbwa na vitimbi na mikasa mbalimbali ya uvunjifu wa sheria, haki za binadamu na haki za kikatiba. Tayari vitimbi na mikasa hiyo vimeanza kujitokeza na tunatarajia vitaendelea kujitokeza hadi kufikia Oktoba 2025. Ndugu waandishi, kumekuwa na tabia ya baadhi ya wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kote upande wa Tanzania bara na hapa Zanzibar kuingilia michakato hii kwa kigezo cha kulinda amani na usalama, ilhali wanafanya kazi ya ujumbe wa kamati ya siasa ya mikoa na wilaya wanazotumikia, na wanatumia vyombo vya ulinzi na usalama kuwalenga wanachama wa vyama vya upinzani, hususan chama chetu cha ACT Wazalendo. Na wanafanya hivyo kwa kuwatisha, kuwapiga au kuamrisha wapigwe au kuwadhalilisha, ili wasifanye kazi zao za kisiasa vizuri katika kufuatilia mwenendo wa mazoezi haya ya uandikishaji wa wapiga kura. Kwa bahati mbaya zaidi, viongozi hawa huwatisha na kuwakamata hata waangalizi kwa mchakato huu wenye vitambulisho vya tume, yani accredited observers, bila ya sababu yoyote ya kisheria. Kwa kutumia kofia hiyo ya uwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, viongozi hawa wamekuwa wakiwaagiza jeshi la polisi, kwa maana kupitia OCDs, RCOs, OCSs, wakuu wa vituo, kuwaweka ndani watu hasa kama nilivyosema wapinzani, bila ya kuwafungulia mashtaka yote kwa kile wanachokiita kuwahifadhi. Sasa ndugu wanachama na ndugu wananchi na ndugu waandishi, chama chetu cha ACT Wazalendo kama taasisi yenye commitment na matumaini ya Watanzania na Wazanzibari katika kulinda haki za raia na haki za kikatiba, tumeamua sasa kulipinga jambo hili kwa mwelekeo mpya. Tumeamua kuwashauri na kuwasimamia kila raia, awe mwanachama wetu au asiye mwanachama wetu, ambaye ni mwathirika wa matendo haya ya viongozi wetu hawa wa wilaya na mikoa ya kuwaweka watu ndani kwa kigezo cha kutumia madaraka walionayo chini ya kifungu cha 13 cha sheria ya tawala za mikoa namba 8 ya mwaka 2014 kwa kufungua mashauri mahakamani na kudai fidia pamoja na kuombwa radhi kwa kuvunjiwa utu na heshima zao. Katika hili tumeanza na raia mmoja mkazi wa Mwanyanya, shehia ya Kibweni, anaitwa Sadifa Juma Hamisi, ambaye pia kwa sasa anakalia ofisi ya mkuu wa wilaya Magharibi A kama mkuu wa wilaya. Huyu yeye, baada ya sisi kushauriana na ndugu Khadija
Anwar Mohamed na Saidi Muhuzi Bakari, waliokumbwa na matumizi mabaya ya madaraka ya ndugu Sadifa, akitoa amri kwa nafasi yake binafsi, lakini akitumia kofia ya ukuu wa wilaya. Ameagiza kupigwa, kuteswa na kuwekwa ndani raia hawa wawili siku ya tarehe 1 Machi na siku ya tarehe 3 Machi 2025, kinyume kabisa na maelekezo ya sheria na utaratibu. Afisi yangu ya mwanasheria mkuu wa chama imetoa msaada kwa Bi Khadija na Bwana Saidi kupata wakili, na tayari wakili ameshamwandikia ndugu Sadifa na imepokelewa jana kupitia sheha wa shehia yake ya Kibweni, ambaye amethibitisha kuipata barua hiyo. Katika barua hiyo, yani demand notice, wadai hawa wawili wamedai mambo mawili. La kwanza, fidia ya shilingi milioni 200 kila mmoja kwa kumsababishia mateso, usumbufu na kumnyima uhuru wake wa kikatiba. Lakini la pili, tumemtaka ndugu Sadifa aombe radhi hadharani, tena kwa maandishi, na akiri kosa. Wakili amemtaka afanye hivyo ndani ya siku 7 kuanzia tarehe ya jana. Ndugu Sadifa ana khiari yake ya kujibu au kutokujibu barua hizo. Sisi tumempa fursa ya kufanya hivyo, na akipenda anaweza kuwaita wahusika wakapatana kuhusu kiwango, kwamba atasema kwamba labda mimi sina milioni 200 nyingi, naomba nilipe 100, naomba nilipe 150, naomba nilipe 20. Hiyo ni khiari yake. Sisi tumempa fursa ya siku 7. Kwa hiyo, lakini hata akiamua kukaa kimya, haitazuia wadai kwenda mahakamani, ambapo huko tunaweza na tuna khiari kuwashauri wadai hawa kudai zaidi ya hiki kilichoandikwa kwenye barua, ikiwa ataonyesha dharau. Tuna precedent nyingi sana, na katika hili waandishi nataka niwaonyeshe. Kwanza, barua hizi 2 ambazo tumepelekea Bwana Sadifa Juma Hamisi, mkazi wa Mwanyanya, kupitia sheha wa shehia yake ya Kibweni, na sheha amethibitisha kupokea barua ya wakili wa wadai hawa. Sasa, kama nilivyosema, kwenye jambo hili, kwenye mambo haya, tabia hizi za wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa kuweka watu ndani bila utaratibu wa sheria, au haiwezekani mtu umegombana naye mwenyewe binafsi kwa mambo yenu, tutaenda mahakamani kupima threshold ya maelekezo ya sheria, kama wako within the ambit of law au wako nje ya ambit of law. Hili tutalifanya, na kama nilivyosema, si kwa wanachama wetu tu, tumeamua kwa kila raia, na kupitia kwenu waandishi tunawaambia kila raia, hata ukiwa kada wa Chama cha Mapinduzi, kama una ndugu yako ashakumbana na kadhia hii au atakumbana na kadhia hii, sisi ofisi ya mwanasheria mkuu wa chama cha ACT Wazalendo tuko tayari kukufacilitate, kukusaidia upate msaada wa kisheria kwenye hili. Tutakutafutia wakili, atakusimamia, tukijiridhisha kwamba mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa ameact, katika lugha ya kisheria tunasema ultra vires, ameact kinyume cha matakwa ya sheria, tutamfikisha mahakamani na hatutachoka. Yaani, katika jambo jepesi sana kulifanya ni kufungua kesi. Na kwa nini tutakufungulia kesi? Kwa jina lako. Hatutakufungulia kesi kwa capacity yako ya, yaani hatutaishtaki serikali. Kwa nini tuishtaki serikali wakati huna maelekezo? Unafanya wewe nje ya sheria. Kwa hiyo tutashtaki ili kesi hii sasa tuende nayo. Kesho ukiwa si mkuu wa wilaya tena, ukiwa si mkuu wa mkoa tena, uendelee kubeba huu msalaba. Uendelee kubeba hili goma kwenye mgongo wako popote utakapokwenda, ili tukishinda kesi sasa,
au mdai akishinda kesi, tujue tunakuja kushika nini. Tutakuandama nje au ndani ya official capacity yako. Na katika hili sigeni waandishi wa habari, na ndio maana nimetaka kuwaambia mahakama zetu za Tanzania zilishatoa maamuzi kuhusu vitendo hivi. Tuna kesi ya Lawrence Sulumbu Tara versus Richard Mwaisemba, mwanasheria mkuu, na Halfan Mtipula. Kesi hii ni namba 10, kesi ya madai namba 16 ya mwaka 2023. Jaji alikuwa Jaji Kayoza. Ni kesi ambayo uamuzi wake umetoka juzi tu mwaka 2024. Mahakama iliagiza wahusika wale, na hii ilimjumuisha mpaka mkuu wa kituo OCCID actually. Mdai alidai milioni 50, lakini mahakama kwa kuwahurumia ikawaambia walipe milioni 5. Lakini tuna kesi ya Mary Peter Otaro ya Moshi, kesi ya mwaka 2020, civil case namba 4, ambapo mkuu wa wilaya wakati huo Onesmo Buswelo alipelekwa mahakamani kwa kumweka mtu ndani bila kufuata utaratibu wa kisheria, na mahakama ilimwagiza mkuu wa wilaya yule alipe fidia, amlipe yule fidia kiasi cha shilingi milioni 100. Kwa hiyo tunaamini, tuna imani na mahakama, na hii kesi ninayo, hiyo ya Otaro ninayo hapa. Mahakama ilisema, nitakuambieni, nitakusomeni na mkitaka mtaitafuta. Mahakama ilisema baada ya kuangalia uzito na fakti za kesi, mahakama ilijiridhisha kwamba ile arrest na detention ya mkuu wa wilaya ilikuwa kinyume na sheria na ilikuwa batili. Lakini mahakama ikamuawadi Bi Mary Peter Otaro kiasi cha shilingi milioni 90 kama general damage na milioni 10 kama punitive au exemplary damage kwa mdai. Akapewa. Na hiyo punitive damage alitakiwa yeye mdaiwa mkuu wa wilaya alipe mwenyewe 10% milioni 10, na rest ilipwe na mwajiri wake kwa maana ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kwa nini tumeyaeleza haya? Tutakuja kusema hapo baadaye wito wetu. Kwa hiyo ni muhimu sana watu wakajua kwamba sasa tumeamua, na hili linakwenda sambamba na kauli ya mwenyekiti wetu wa chama taifa Mheshimiwa Othman Masoud Othman, ambapo amekuwa akisema mara kwa mara kwamba ujinga sasa basi. Kwa hiyo njia moja ya kukomesha ujinga katika nchi hii ni kupitia njia hizi. Sasa wito wetu kwanza kwa wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa. Lakini kabla sijaenda kwenye wito, Sadifa tumeanza naye. Tunashauriana na mawakili. Kuna vitendo vilifanyika Pemba wakati wa zoezi liko Pemba. Muda wa kufungua mashauri mahakamani haujapita. Tuna consult wahusika, waathirika, wakitupa ridhaa yao tutafungua mashauri na tutawalima demand notice wakuu wa mikoa na wilaya wote waliohusika. Kuna vitendo vimetokea hapa Unguja, na mwisho jana wilaya Magharibi B, B kwa mkuu wa wilaya dadangu Hamida. Kuna watu wawili, mmoja anaitwa Aisha, mmoja anaitwa Sabaha, na wenyewe wamepata kipigo na wakaekwa ndani kwa amri ya mkuu wa wilaya. Tunafanya mashauriano na kukonsult wahusika, sababu kama nilivyosema kesi hizi ni za madai. Wakitupa ridhaa yao tutawasimamia, tutawapeleka, tutamlima demand mkuu wa wilaya, na asipojibu tutampeleka mahakamani. Mahakamani kwenda sio ghali, ndio haki inapotafutwa, si ndio? Kwa hiyo hata tukiwa na kesi, kwa mfano tukiwa na kesi za Sadifa 20, si tatizo kwetu sisi.
tukiwa na kesi za wakuu wa wilaya wote, si tatizo. Muhimu mahakama ikatupe tafsiri sahihi ya matumizi ya kifungu cha 14 na kifungu vingine vya mamlaka za wakuu wa wilaya. Kwa hiyo tutatumia njia hii. Kwa hiyo wito wetu kwanza kwa wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa, katika nyakati hizi za uchaguzi wachunge sana utendaji wao wa kazi. Ni wazi kwamba wao ni wanasiasa na wajumbe wa kamati za siasa za mikoa na wilaya, na sote tunaona wamekuwa wakitoka hadharani kutoa kauli za kuunga mkono Chama cha Mapinduzi, na nyakati nyingine nyingi wakivaa sare za Chama cha Mapinduzi. Sasa katika nyakati hizi watofautishe kazi za chama na kazi zao za ukuu wa wilaya na mikoa. Wasiteke michakato huru ya tume ya uchaguzi, michakato ya kiraia, ya kidemokrasia, ya kikatiba. Hiyo ni wito wetu. Watakapo, kwa lugha za jana, wakiyatimba, tunafuatilizia. Kama nilivyosema, tukiona wanakwenda kinyume, we will do the needful. Tutafanya kinachohitajika kufanyika. La pili, wito wetu kwa tume ya uchaguzi, tunawaomba sana tume watafakari upya namna ya kuwashirikisha wakuu wa wilaya na mikoa katika michakato ya uchaguzi. Kama nilivyosema, hawa ni wanasiasa na ni wajumbe wa kamati za siasa za Chama cha Mapinduzi. Hakuna mahali kwenye sheria ya uchaguzi inawapa nafasi viongozi hawa, lakini karibuni tumeshuhudia, inaonekana wazi wameupora mchakato. Sasa tume watafakari. Wakuu wa wilaya wamekuwa wakionekana wakiingia kwenye maeneo ya uandikishaji, wakiingia wakitoa amri, na jana tulimsikia mwenyekiti Jaji George Kazi akisema kwamba kama we ni observer, kazi yako ni kutizama na kuondoka, sio supervisor, hutoi maagizo. Sasa wakuu wa wilaya, ukisoma kifungu cha 16 cha watu wanaotakiwa kuwepo kwenye eneo la uandikishaji, wameelezwa wakuu wa wilaya wanaingia kama nani. Kwa sababu kama hoja ni ulinzi na usalama, kama hoja inayotumika ni ulinzi na usalama, wakuu wa wilaya kwenye zoezi la uchaguzi, kwenye maeneo ya uandikishaji, hawafanyi kazi hiyo. Sheria inasema wazi, ukisoma kifungu cha 16 kinasema wanaotakiwa kuwepo kwenye eneo la uandikishaji ni afisa uandikishaji, karani wa uandikishaji, sheha, wakala wa uandikishaji, muombaji, mtu anayemsaidia muombaji, mwangalizi aliyeidhinishwa na kwa maandishi na tume, mjumbe wa tume, mkurugenzi wa uchaguzi, askari polisi au afisa yoyote wa usalama. Wakuu wa wilaya sio maafisa wa usalama. Tunaelewana vizuri? Katika kituo cha ulinzi, kituo kwa ulinzi. Sasa kama mkuu wa wilaya anaenda kwa kofia ya mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, sheria ya tume inasema wanaokwenda pale ni polisi au afisa wa usalama atakayekuwepo kituoni kwa ulinzi, na mwingine ni mtu mwingine yoyote atakayeidhinishwa na tume. Sasa hawa wameidhinishwa kwa roli gani? Maana tunawaona wanaingia, wanatoa amri, wanakamata, wanaingia na mavikosi na nini. Tujue, tume tunaomba watupe ufafanuzi. Tunawaona hawa na indhari tunayowapa tume ni kwamba hawa wana clear biased interest ya siasa. Hatuwezi kuwategemea kusema kwamba hawa ni viongozi wa kiserikali. They have a clear biased interest. Ni viongozi wa wilaya, lakini at the same time ni wajumbe wa kamati za siasa za Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hili tume tunawaomba sana, wito wetu kwa tume, watusaidie, wafikiri upya. Maana tunawaona wakuu wa wilaya wana badge. Ni za nini? Na nyinyi waandishi muulize ni nani wanaingia kama observer, na kama wanaingia kama observer, mwenyekiti alishatoa maelezo. Kazi yao ni kuangalia na kutoka.
sio kutoa amri, sio supervisor. Wito wetu mwingine kwa jeshi la polisi, tunawaomba sana jeshi la polisi. Tunajua katika matukio haya ambayo tumeyafuatilizia wamekuwa kwa kiasi fulani wameonyesha weledi, lakini tunawaomba sana na kupitia kamishna wa polisi Zanzibar wajiepushe, hawatake ma OCS na OCD na RCOs na maafisa wengine wa jeshi la polisi wajiepushe kupokea maagizo haramu ya wakuu wa wilaya na mikoa. Wanayo nafasi hiyo ya kuyakataa amri, watii amri zilizokuwa halali. Na mimi nilimwambia RCO, kumnyima mtu uhuru wake si lazima awe kwenye selo kituo cha polisi. Hata ukija ukiambiwa muweke tu hapa counter, madhali unamnyima uhuru wake, tayari hiyo ni unlawful detention. Maana kuna tabia inaonekana ina trend au inakuwa kwamba wanawachukua hawa watu hawawaeki kwenye selo, wanaweka counter, wanaweka ofisini, nayo pia ina amount to unlawful detention, na tutai challenge mahakamani. Kama mtu anataka aende shughuli zake, kwa nini akae mazizini? Na lugha zinazotumika, na hii niseme tena, wekeni weledi kwenye kazi zenu polisi. Vituo vya polisi sio sehemu ya kuhifadhi wagomvi wa wakuu wa wilaya na mikoa. Mtu ana ugomvi wake na mtu, make ndo lugha alizotumia ndugu Sadifa. Ameenda pale Bububu polisi, amesema nihifadhieni huyu. Come on, hebu tafuta store basi kama unataka kuhifadhi. Kituo cha polisi sio sehemu ya kuhifadhi watu, ni sehemu ya kuhifadhi wahalifu. Hawa watu si wahalifu, hawana makosa walioyafanya, na ndio maana hawajaweza kuwafungulia mashtaka. Kwa hiyo niwaombe sana, vituo vya polisi sio sehemu, na pale tukijiridhisha na hizi kesi nilizozitaja na nyingine nyingi zipo scenario, zipo kesi, yapo mazingira ambayo kama nilivyosema OCCID na yeye ameshtakiwa na alitakiwa atozwe, alipe fine. Kuna kesi moja ile ya nani hii niloitaja hapa, OCCID amelipa milioni 5 personally akishirikiana na mkuu wa wilaya. Kwa hiyo niwaombe polisi na wao, tukiona katika mazingira ambayo tunapochukua hatua hizi za kisheria dhidi ya wakuu wa wilaya na mikoa ambao hawafuati utaratibu, hatutawaacha wakuu wa wilaya, hatutawaacha pia wakuu wa vituo vya polisi wanaohifadhi watu kwa amri haramu. Tutafika mahali na wao tutawajibisha personally. Tutakwenda mahakamani, tutapima, na lengo la kwenda mahakamani, kazi ya mahakama, tutapima threshold. Tutaitafsiri sheria inavyosema, threshold zinazowekwa na sheria, na fakti na circumstances ambazo mazingira na taarifa ambazo mkuu wa wilaya amefanyia kazi. Mahakama itatupa majibu. Tutakwenda mahakama ngazi zote. Tunaamini tutaipata haki mahakama kuu ya Zanzibar. Lakini tukiikosa, tutakwenda mahakama ya rufaa. Na kesi hizi zitakwenda popote zitakapofika. Na ndio maana tunataka tudili na hawa viumbe wao wenyewe binafsi. Maana hawana uhakika awamu inayokuja kama watakuwa wakuu wa wilaya au wakuu wa mikoa. Kwa hiyo hili lazima mtu astaafu nalo. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana waandishi wa habari kwa kutusikiliza, na wito wangu huo kwa mamlaka hizo tatu, tunaamini kwamba wakuu wa wilaya wataendelea kutekeleza majukumu yao, wakuu wa mikoa wataendelea kutekeleza majukumu yao ya kisheria kwa mujibu wa sheria, lakini hawataingilia na hawato act kinyume cha sheria. Wakifanya hivyo, mkondo wa sheria utachukua mwelekeo wake. Asanteni sana na washukuru. Kama kutakuwa na maswali, basi niko tayari kuyajibu. Asanteni. Tunakushukuru sana mwanasheria mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Tanzania nzima. Naamini
ujumbe uliowasilisha ni mkubwa na umefika dunia nzima. Ndugu wanahabari, kama yuko yeyote anaitaka kuuliza kutokana na maelezo ambayo ameyatoa, basi anyoshe mkono wake na jina lake na chombo anachokifanyia ili tuweze kupata nafasi. La tumeridhika, basi tukwende tukawahabarishe wa Tanzania. Naam. Labda kunaweza kuwa na andiko mahsusi likaenda serikalini, labda taasisi, labda tawala za mikoa, maana ndio sheria mbili zilizotajwa ziko chini ya moja wapo ni tawala za mikoa, au pia kwa IGP, kwa sababu ndio tunaona polisi imetajwa sana hapa kwamba yenyewe ndio inapelekewa wale watu wa ugonjwa binafsi wa hifadhi. Maandishi, barua na mahsusi, kama kuna fikra hizo. Tuseme niko habari leo. Ukiachilia hizi changamoto ambazo zilizojitokeza, nataka kujua very brief, zoezi la uandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura linaendeleaje kwa upande wa hapa Unguja katika kipindi almost cha wiki mbili mpaka sasa? Nimesema ameamua kuwasaidia kisheria wale ambao haki zao zinavunjwa au kuingiliwa. Gharama za mawakili ambao watasimamia hizo kesi zinagharamiwa na nani? Chama cha ACT au wao wenyewe? Je, kama ni wao wenyewe, uwezo wa kumudu gharama za kulipia mawakili wanao? Na swala lingine umezungumzia kwamba kuna mikasa ya watu kuvunjwa haki zao za msingi, ikiwemo kupigwa bila sababu. Nataka kujua, umezungumzia tukio lilotokea hivi karibuni, labda lilitokea katika mazingira gani na maeneo gani, na hao watu kama wamepigwa wako hospitali au wako wapi mpaka sasa? Sana niwashukuru waandishi wote ambao mmetaka ufafanuzi na mmeuliza maswali ili kutoa ufafanuzi zaidi wa taarifa au statement ambayo nimetoka kuitoa hivi sasa. Nianze hili la kakangu Jabir Idrisa ambaye anataka kujua kwamba baada ya statement hii kuna andiko lolote labda official communication tutaipeleka. Jambo moja ambalo nataka kuwaeleza waandishi, mnakumbuka hivi karibuni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliunda tume iliyokuwa inaitwa Tume ya Haki Jinai. Kupitia tume ile, moja kati ya jambo kubwa lililojitokeza walipokuwa wanakusanya maoni ya wananchi ni hivi vitendo vya wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa. Lipo documented, yani ninachotaka kusema ni kwamba lipo serikalini kutokana na ripoti rasmi ni ya tume. Lakini la ziada ninaloweza kuwaambia, mimi nafahamu kwamba tume ile ilipoleta ripoti yake na kushare ripoti yake, moja kati ya makundi ambayo walifanya nayo vikao kuwaeleza matokeo ya ripoti ile ni wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa, na wakawafahamisha vitendo na madhara yake. Lakini najua pia kwamba tayari serikalini kulishatoka maelekezo mahususi kwa wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa juu ya vitendo vya namna hii. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Kwa sasa hatuna haja, kwa sababu tunajua serikali iko well informed kuhusu jambo hili. Na mimi naamini kwa statement hii is very clear, wito wetu na ujumbe wetu is very clear kwa wakuu wa mikoa na wilaya, kwa sababu kama tunasema tunadili
nao kwenye mambo haya personally, wao binafsi ujumbe huu wameusikia. Hatuwaambii, hatuwatishi wasifanye majukumu yao, waendelee kufanya majukumu yao, lakini iwe kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa miongozo na kanuni zilizokuwepo. Lakini pale ambapo watafanya kinyume, hapo sasa itabidi tuendane kinyume. Limeulizwa swali kuhusu zoezi linaendeleaje. Nafikiri taarifa ya zoezi linavyokwenda, naibu katibu mkuu wa chama amekuwa akitoa taarifa kila baada ya hatua kumalizika, kila baada ya wilaya kumalizika. Kwa hiyo niseme tu kile ambacho kinaelezwa na naibu katibu mkuu ndio namna ambavyo tunaliona zoezi lilivyo, bila ya interference ya hawa wakuu wa wilaya, bila ya figisu nyingine zinazofanywa na Chama cha Mapinduzi. Zoezi linakwenda fairly well, lakini muhimu ni kwamba yale ambayo yamezungumzwa na naibu katibu mkuu, sababu anapata details kutoka kwa watu wetu ambao wako field, mawakala, ndivyo hasa reflection yetu juu ya zoezi linavyokwenda. Kakaangu mwenye Sadala ameuliza gharama za mawakili. Tunapofanya consultations na wahusika, jambo la mwanzo ni kuwatanabahisha na kuwafahamisha haki zao, kwamba wana haki hii, na kuwaonyesha udhaifu wa amri zile kisheria. Sasa pale ambapo mhusika ana uwezo wa kwanza yuko tayari na ana uwezo wa kubeba harama ya mawakili, tunakwenda atabeba harama. Lakini pale hana uwezo wa kubeba harama hizo za ufunguaji wa kesi, basi sisi kupitia chama, kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa chama, tunabeba hizo harama. Sababu tunajua watu wetu ni maskini, hali zao za kifedha ni ngumu. Kwa hiyo tunabeba hizo harama. Lakini ameuliza swali jingine juu ya watu wanaopigwa matukio hivi karibuni. Ni kweli mpaka sasa hakuna ambaye yuko hospitali, lakini wapo ambao tuliwapeleka hospitali kwa ajili ya matibabu. Kwa mfano Aisha, tukio la jana la wilaya Magharibi B, wamepelekwa hospitali wakapata matibabu baada ya kutoka polisi. Lakini huyu nilikuwa naeleza, huyu Hadija, na yeye vile vile alipata first aid baada ya kuunani. Kwa hiyo hatuna mtu ambaye yuko amelazwa, lakini walipata hiyo rupture na walikwenda hospitali kwa ajili ya matibabu ya awali. Hiyo ndio naweza kujibu sasa. Asanteni sana.